Baada ya kifo cha kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, viongozi wa dini nchini humo wameanza rasmi mchakato wa kuchagua mrithi wake ili kuhakikisha uongozi wa taifa hilo unaendelea bila pengo. Mchakato huo umesimamiwa na Baraza Maalum la Wanazuoni wa Kiislamu lililojulikana kama Assembly of Experts, ambalo kwa mujibu wa katiba ya Iran lina mamlaka ya kumteua au kumwondoa kiongozi mkuu wa nchi. Taarifa kuhusu kufikiwa makubaliano ya awali ya nani anaweza kuwa kiongozi mpya zilitolewa na baadhi ya wajumbe wa baraza hilo. Miongoni mwa waliotoa kauli hizo ni mwanachama wa baraza hilo Mohammad Mehdi pamoja na Mohsin, ambao walinukuliwa na vyombo vya habari vya Iran wakisema kuwa wajumbe wengi wa baraza hilo tayari wamefikia mwafaka kuhusu mgombea anayefaa kuchukua nafasi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Iran, maamuzi haya yameripotiwa leo tarehe 8 Machi ya mwaka 2026, siku chache baada ya kifo cha Khamenei kilichotokea kufuatia mashambulizi ya anga yaliyohusishwa na Marekani na Israel. Taarifa hizi zinasema majadiliano ya kumchagua kiongozi mpya yameharakishwa kutokana na hali ya usalama na mvutano unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Majadiliano ya kumteua mrithi yanafanyika ndani ya Iran, hasa katika miji ya kisiasa na kidini kama Tehran, ambako wajumbe wa Assembly of Experts hukutana kufanya maamuzi makubwa ya kitaifa. Hata hivyo, kutokana na hali ya taharuki ya kiusalama wakati wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo, baadhi ya mawasiliano na majadiliano yaliripotiwa kufanyika kwa njia za dharura. Hatua ya kuchagua mrithi imekuwa muhimu kwa Iran kwa sababu kiongozi mkuu ndiye mwenye mamlaka makubwa zaidi katika mfumo wa utawala wa nchi hiyo, akisimamia jeshi, sera za nje na taasisi kuu za dola. Wakati majadiliano yanaendelea, baadhi ya ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa zimetaja Mujtaba Khamenei, mwana wa marehemu Khamenei, kama mmoja wa watu wanaotajwa kuweza kuchukua nafasi hiyo, ingawa hadi sasa tangazo rasmi la mwisho la kiongozi mpya bado halijatolewa. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Amina Lumocha.